Jemedari
Yes, Lord. In the name of Jesus. 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 In the name of na karibu na mto, juu ya ukingo wake, upande huu na upande huu, utamea kila mti wa chakula ambao majani yake hayatanyauka, wala matunda yake hayatatindika kamwe. Utatoa matunda mapya kila mwezi katika jina la Yesu. Tamka matunda ya Septemba yakupate in the name of Jesus. Katika jina. Hebu shika mkono wa mtu wa kulia na wa kushoto, umbarikie kwa jina la Bwana. Mwambie Bwana atakusaidia asubuhi, Bwana atakusaidia mchana, Bwana atakusaidia jioni. Mwambie jirani yangu, utauona wokovu wa Bwana. Uhuru wako ni sasa, sio kesho. Come on, bless your neighbor and declare blessings over their lives. Tell them your freedom is today, not tomorrow. Right now, right now,
Receive your freedom right now. Receive your freedom right now by the power of the Holy Ghost. Oramashita. Bwana akuguse. Uone wokovu wa Bwana. Furaha ya Bwana iwe nguvu yako. Ushindi wa Bwana ukuonekanie. Neema na kibali viwe kwako. Bwana akutokee katika mazingira yoyote ulionayo. Neno la Mungu lipate nafasi katika moyo wako. May the word of God find place in your heart, that you will go out of this place changed, transformed, renewed in the name of Jesus. Katika jina la Yesu, mtamkie kwa imani. Mwambie wewe ni mbarikiwa, wewe una kibali. Mkono wa Bwana uko juu yako. Ulinzi wa Bwana na baraka za Bwana utakusaidia kwa uweza ili ushuhudie ukuu wa Bwana katika jina la Yesu. Unamashika. Usife moyo, mwamini Bwana. Usife moyo, mwamini Bwana. Don't give up. Just believe in the Lord. Trust in God. Unamashata katika jina la Yesu. Hallelujah. Katika jina la Yesu. We bless you, Jesus. Tunakutukuza. Tunakutukuza. Tunakutukuza Bwana. Daudi anasema, na alifurahi waliponiambia na twende nyumbani kwa Bwana. Nataka kuambia hujakosea kuwepo hapa. Uko mahali sahihi, kwa wakati sahihi, kwa jambo sahihi. Bwana atakutokea, Bwana atakusaidia na utauona wokovu wake. Mpe Bwana mashangilio mengi zaidi. Celebrate your God. Hallelujah. 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 Bakia umesimama kwa tusome neno la Bwana. Ukiwa umesimama shika Biblia yako. Tusome katika Yakobo 1 mstari wa 22. Remain standing for the reading of the word. Neno la Bwana katika Yakobo mlango wa 1 mstari wa 22 mpaka wa 25. James chapter 1 verse 22 to 25. Naomba tutafuatana hapo tumalize kwa wakati. Mara moja. Furaha ya Bwana iende na wewe na ushindi wa Bwana. Unamfurahia Bwana katika nyumba yake? Kama ni wewe pia kelele sema amina. Praise God. Yakobo 1 mstari wa 22. Amen. Amen. Neno la Bwana linasema, iweni watendaji wa neno wala si wasikiaji tu, hali mkijidanganya nafsi zenu. Kwa sababu mtu akiwa ni msikiaji wa neno tu wala si mtendaji, mtu huyo ni kama mtu aliyejiangalia uso wake katika kioo. Maana hujiangalia kisha huenda zake, mara akasahau jinsi alivyo. Lakini aliyeitazama sheria kamilifu iliyo ya uhuru na kukaa humo, asiwe msikiaji msahaulifu, bali mtendaji wa kazi, huyo atakuwa heri katika kutenda kwake. Umstari wa mwisho niruhusu nisome katika Biblia ya Habari Njema. Inasema hivi, lakini mtu anayeangalia kwa makini sheria kamilifu ambayo huwapa watu uhuru. Tuseme wote, ambayo huwapa watu uhuru. Mtu anayeendelea kuizingatia, napenda sana hiyo, na si kuisikia tu na kuisahau baadaye, bali anaitekeleza. Tuseme wote, bali anaitekeleza. Haleluya. Mtu huyo atabarikiwa katika kila kitu anachofanya. Wanaomwamini Bwana kwa baraka waseme haleluya. Wasalimie watu 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nenda kiti cha pili, mpe mwenzako high five, mwambie overflow. Asanteni kwaya ya siku, mmefanya vizuri. Mwe mnaimba ibada zote kama leo. Bwana wabariki, Bwana wabariki, Bwana wabariki. Haleluya.
Msalimie wa nyuma na wa mbele, mtie moyo. Hata kama ni mgeni, muonyeshe upendo. Mwambie wewe ni mtu wa baraka. Hallelujah. Glory to God. Blessed be the name of the Lord. Amen. Hallelujah. Asante. Unaweza ukaketi. Ukiwa unaketi, huyo jirani ambaye Bwana amekupa hapo, mwambie yatosha kusikia, anza kutenda. Mtolee macho ya Jumapili Bwana yale aliyokolea, mwambie yatosha kusikia, anza kutenda. Hallelujah. Biblia inasema, lakini mtu anayeangalia kwa makini sheria kamilifu ambayo huwapa watu uhuru. Tusema tena, ambayo huwapa uhuru. Hii sheria ya Yesu Kristo tofauti kabisa na ile ya Agano Jipya. Hii inakupa uhuru. Mwambie jirani yako, nimepokea uhuru katika jina la Yesu. Anasema mtu anayeendelea kuizingatia na si kusikia tu na kuisahau baadaye, bali anaitekeleza, anakuwa mwana matekeleza, mtu huyo atabarikiwa. Sema tena, atabarikiwa katika kila kitu anachokifanya. Ndugu zangu, mimi naamini kabisa mwisho wa mambo yote tunataka baraka za Bwana. Wangapi wanatamani kubarikiwa? Hebu nyoosha tu mkono wako hivi. Sema, mimi nataka kubarikiwa. Nami nakutia moyo katika jina la Bwana. Ubarikiwe shambani, ubarikiwe na mijini. Ubarikiwe uingiapo, ubarikiwe na utokapo. Ubarikiwe chochote unachogusa, kwa sababu wewe ni kizazi cha mbarikiwa. Mshangilie Bwana. Hallelujah, hallelujah. You will be blessed everywhere you go. Blessed in the city, blessed in town, blessed in everything that you touch. Kwa sababu ni ahadi ya Bwana katika maisha yako. Kwa hiyo sasa nakutia moyo. Naomba uchukue wazo hili ambalo ndo nataka lizame katika moyo wako. Imetosha kusikia na kusahau. Anza kutenda ili kupata matokeo bora. Andika kabisa, mwambie Bwana, nimesikia sana. Sasa nataka nianze kutenda. Enough of hearing. Begin to work what you hear for better results. Kama unataka matokeo bora rafiki, kama unataka kuona vitu vinafurahisha katika maisha yako, anza kuliweka neno la Mungu kazini. Unajua katika nyanja yoyote, kuweka kazini kanuni au mbinu mpya ulizojifunza ndiko kunakofanya watu kuwa waliofanikiwa na kupokea matokeo yanayoonekana. Kama unataka kuitwa mtu aliyefanikiwa, if you want to be called a successful person, sio kwa kusikia tu sana rafiki, ni kwa zile kanuni mpya ulizojifunza. Kwa sababu mimi naamini neno la Mungu ni jipya kila siku asubuhi. Wanaokubali wapige kelele waseme amina. The new principles that you have learned from the word of God, put them to work. Ziweke kazini zile kanuni mpya ambazo umejifunza. Kwa sababu katika kufanya hivyo, ndipo utakapoanza kufurahia matokeo yako. Ndipo utakapoanza kumtukuza Mungu. Unajua wakati mwingine, mimi kama mchungaji nasikia mtu ananiambia au analalamika, anasema, mchungaji, mimi sioni mabadiliko yoyote katika maisha yangu. Au nasikia mtu anaongea na rafiki yake anamwambia, mbona mimi sioni mabadiliko yoyote katika maisha yangu? I am not seeing any change in my life. Ngoja nikuambie, nasema hivi, inawezekana akiba yako ya maneno inafurika wakati juhudi yako ya kutenda inapungua kasi. Una akiba ya maneno mengi. Na jamani walokole, tuna maneno mengi. Lakini niwaombe watu wa Bwana, kama vile ambavyo Mungu ametujalia kuwa na maarifa ya neno, na utendaji uwe hivyo hivyo. Usipungue katika kutenda. Mgeukie huyo mtu wa Jumapili, mwambie usipungue katika kutenda. Inawezekana kabisa una akiba ya maneno mengi. Maybe your storage of words is overflowing while your diligence in doing the word is overslowing. Inashuka,
inavuja. Lakini nimekuja hapa asubuhi ya leo kukuambia sawa sawa na Yakobo anavyosema, usiwe msikiaji wa neno msahaulifu, lakini uwe mtendaji wa neno la Bwana. Piga kelele, sema amina. Na hapo ndipo utakapoona mabadiliko. Unajua, ni jambo moja kupokea maarifa, na tunapokea sana. Lakini ni jambo la pili kuendelea au kuweka kazini maarifa uliyoyapokea. Ni jambo moja, it is one thing to receive knowledge. Lakini ni jambo la pili kutendea kazi maarifa uliyopokea. It is another thing to act upon received knowledge. Tunapokea maarifa. Na ni vizuri sana. Wengine sisi ni wanafunzi, tuko vyuoni, tunachukua shahada ya kwanza, wengine diploma au zingine na mambo kama hayo. Ni nzuri sana kupokea maarifa, lakini ni nzuri zaidi kuyaweka yale maarifa katika utendaji. Si ndio watu wa Mungu? Kabisa. Na sio lazima shuleni. Maisha ni shule, nikwambie rafiki. Maisha haya ni shule. Kuna mambo tunajifunza. Hata mimi kuna mambo tu jana na wiki iliyopita kwenye Father School nimejifunza. Haitoshi kwamba tuliweko pale, tukapewa uniform, tukapewa vitu vingi na mafundisho. Jambo la pili ni kuyaweka yale maarifa kazini. Hapo ndipo utakapoanza kuona matokeo. Na mimi nakuambia katika jina la Yesu Kristo, usiwe mtu ambaye unasikia tu. Sikia sana, lakini usiishie kusikia. Mwambie jirani yako, usiishie kusikia. Nilikuwa nawaambia watu ibada ya asubuhi, yani kama kuna kanisa limebarikiwa na maarifa ni Calvary Temple. Yani Mungu amelibariki hili kanisa na maarifa. Yani huwa nasema kwamba tuna neema ya maarifa. There is a grace to knowledge here. Yani wakisimama Jumapili nilibarikiwa na wanenaji waliohubiri hapa. I was extremely blessed. Jamani, tuwapigie makofi watumishi wa Mungu waliofanya huduma ya Jumapili. Nilibarikiwa. Hii madhabahu inatoa maarifa. Na sio tu maarifa tunayopokea hapa kanisa la Calvary, lakini nikiwaangalia hapa wengi wenu ninyi ni wazuri sana katika kutafuta maarifa ya kiroho. Nimeona hata wakati mwingine mtu yuko tayari kwenda mbali, kwenda kupata maarifa ya kiroho, hataki kubakia yule yule. Lakini ngoja nikuambia, maarifa hayana manufaa mpaka yametendewa kazi. Knowledge is never effective if it is not employed to action. Maarifa hayana manufaa kama hayatatendewa kazi. Na kila mara tunapofanya matamko ya nguvu, na hapa tunafanya matamko mengi sana, matokeo yake hayapo kwenye kusema tu, matokeo yake yapo kwenye kuishi hayo matamko. Tunaenda pamoja watu wa Bwana? Si ndio watu wa Mungu? Matokeo yake yapo kwenye kuishi. We make very good declarations here. Lakini matokeo, the outcome is not just in speaking but in living. Kuishi yale uliyoyatamka. Na mimi nikuulize, unaposoma mstari Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu, na ukafurahia na ukaruka hapa, ukifika huko nyumbani, mtaani sasa, ukapita mahali ambapo unaona kama hakuna wa kukusaidia, huwa unasema nini? Huwa unafanya nini? Andiko linasema nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti sitaogopa mabaya. Ukakiri, ukatamka. Lakini ukifika kule sasa, ukapite kwenye hilo bonde la mauti, huwa unasema nini? Mchungaji Alinaja alituambia siku moja kwenye maombi hapa ya kwamba tunaweza kuwa tukawa wote jangwani, lakini huyu anaongea kitu kimoja na huyu mwingine anaongea kitu kingine. Huyu anasema tunakufa mama, tunakufa. Huyu huku mwingine anasema naamini huu ndio wakati wa Bwana wa kujitokeza. Ndugu zangu, Bwana Yesu asifiwe. Unasema nini? Hebu muulize jirani yako, unasema nini? Lazima tufike mahali pa kuvamiwa na wivu wa kiroho. Mwambie jirani yako, vamiwa na wivu wa kiroho. We must arrive to a place of being invaded by the divine jealousy. Uvamiwe na huo wivu wa kiroho. Mahali ambapo tunataka kuona mtembeo
mlinganifu kati ya kusikia kwetu na kutenda kwetu. Yani yale ambayo tunayasikia hapa, na mimi nimemuomba Bwana sana hilo. Calvary Temple, Bwana anatubadilisha katika jina la Yesu Kristo. Jamani, tumekuwa sana, tumefika mahali pa juu sana. Yani ifika mahali sasa, yale mambo ambayo Bwana anasema nasi mahali hapo, ile namna Mungu anayozungumza na sisi, iendane na vitendo vyetu. Tusiambiwe jambo moja hapa tukafurahi, alafu tukitoka pale nje tumesahau. Tunafika tena kule nje, mtu anasema yani unajua mimi ni kama yule aliyeachwa, sijui unaanza tena kuongea vitu ambavyo havifanani na kile ambacho umekiona hapa. Na kutia moyo katika jina la Yesu Kristo, badilisha mtazamo. Mwambie jirani yako, badilisha mtazamo katika jina la Bwana. Lazima kusikia kwetu kuendane na kutenda kwetu. Kusikia kwetu kuendane na kutenda kwetu. We want to see a correlation between our hearing and our doing. Tusisikie kitu kimoja alafu tunatenda tofauti. Sisi ni watu wa imani, tumezaliwa kwa imani, tunaenenda kwa imani, tunafanya mambo yetu kwa imani, tunajua Bwana atatokeza kwa imani, majibu yetu yatapatikana kwa imani, ugonjwa utaondoka kwa imani. Piga kelele, sema amina. Maarifa yetu yanahitaji utendaji ili tuweze kuona kukua. Wangapi wanataka kuona kukua katika maisha yao? Kama unataka kuona kukua, if you want to see growth, it requires action. Inatakiwa kutenda, ambako kuna tupelekea kwenye nguvu na uimara wa kushinda vikwazo. Kwa sababu nataka ukumbuke, mradi tuko kwenye hii dunia, mwanangu, tutapambana na vikwazo vya kila staili. Yesu anasema duniani mnayo dhiki. Haleluya. Nashukuru mstari haujaishia hapo. Anasema lakini jipeni moyo. Maana yake lakini pambana. Sio kalale. Mwambie mwenzako lakini pambana. Mgeukie na mwingine mwambie lakini pambana. Jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Kwa sababu nataka ufahamu jambo hili. Maisha ni kuwa na majibu ya changamoto. Asikudanganye mtu. Maisha ni kuwa na majibu ya changamoto. Life is about solving challenges. Life is not just about decree and declare. Ninakiri na kutamka. Kweli hiyo ni hatua moja, lakini maisha sio hivyo. Maisha ni kwa habari ya kutatua changamoto. Maisha sio lele mama. Maisha ni kwa habari ya kuhusika na mambo na changamoto ambazo unakutana nazo. Kwa sababu yako mambo ambayo yanatuhitaji kuona vitu vinabadilika mara kwa mara. Mambo yanafanyika. Niliwaambia watu wa ibada asubuhi, mimi ni mchungaji, nikiingia hapa wakati mwingine napata neema ya kuja kwenye maombi asubuhi, sio kila wakati, lakini kila ninapoingia hapa nikimaliza maombi napita kwenye kazi inayoendelea. Naangalia huku na kule, natamani kuona badiliko, kwa sababu lazima vitu vio vinaendelea. Changamoto lazima tuhusike nazo. Na unajua katika kufanya hivyo, Mungu anakusaidia kukupa uvumbuzi mwingine. Kwa sababu neema juu ya neema, maana yake ni uponyaji juu ya uponyaji, maana yake ni maarifa juu ya maarifa, ambayo yanakusaidia kuhusika na mabadiliko sawa sawa na ulimwengu unavyoenda. Ulimwengu haujasimama, ulimwengu unatembea. Lazima na wewe uweze kuona namna gani ya kuhusika na mambo. Tulikuwa kwenye group yetu tunadiscuss wakati kwenye mafunzo, na tukao tunaongea pale. Mtu mmoja akawa anasema, "Kwa nini mchungaji?" Na tunamwambia kwenye darasa, "Mbona wakati huu mambo yamekuwa ya ajabu namna hiyo? Ndoa hazisimami, baada ya muda mfupi tu zimevunjika. Kwa nini inatokea sana hivyo?" Nikawaambia watu ambao tumekaa nao pale, mambo yamebadilika. Vitu havipo kama ilivyokuwa 1900. Mambo yamebadilika. Lakini pamoja na kubadilika kwa mambo, haimshtui Mungu. Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Wanaompenda waseme amina.
Nasema kama alitatua, akatusaidia tukatatua ya wakati ule, atatusaidia tutahusika nayo ya wakati huu. Shetani anaweza kuwa na mbinu mbalimbali, lakini Mungu tunayemwamini hajawahi kushindwa mbinu yoyote ya adui. Wanaompenda Bwana waseme amina. Maisha ni kuwa na majibu ya changamoto, sio lemama. Kuna watu wanafikiri walokole ni watu wasiotumia akili. Walokole ni watu wanaotumia akili. Mgeukie jirani yako mwambie usinione unavyoniona. Kuna watu wanafikiri walokole ni vilaza, na kuambia kama kuna watu wana maarifa ya ajabu ambayo ulimwengu hauna, ni watu waliomjua Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Kama ni wewe, inua mkono mmoja juu, sema ni mimi katika jina la Bwana. Watu wanaomjua Mungu wao, Biblia inasema katika kitabu cha Danieli, watatenda mambo gani jamani? Nauliza, watatenda mambo gani? Biblia ya Kiingereza inasema watatenda mambo ya mlipuko. Yani wakiweka mahali wanalipua mabomu tu. Yani vitu vinafanyika vya ajabu. Unakumbuka hekima aliyokuwa nayo Yusufu. Wamemtoa gerezani, lakini alipowekwa ikulu akawa mtu wa majibu. Unakumbuka Shadrach, Meshach na Abednego wametolewa kwenye moto, lakini walipowekwa kwenye nafasi wakatoa majibu. Unamkumbuka Danieli alipokuwa kwenye tundu la simba, akatolewa akaleta majibu. Wewe ni mtu wa majibu katika jina la Yesu. Wewe ni mtu wa majibu. Wewe sio kilaza, wewe ni mtu wa majibu. Bwana yuko na wewe. Christians are the most smartest people in the world. Nikwambie, mabadiliko mengi ya kihistoria na uvumbuzi mwingi wa kisayansi ulifanywa na watu waliomwamini Yesu Kristo. Check your record. Mabadiliko mengi ya kihistoria, uvumbuzi mwingi wa kisayansi umefanywa na watu waliomwamini Yesu Kristo. Nataka kuambia wewe ni mmoja wa watu hao. Haukuwepo kizazi kile, upo kizazi hiki. Peta mwanangu, ndio kizazi chako. Anza kuonyesha kwamba unaye Mungu asiyeshindwa. Piga kelele, sema amina. Sema tena amina. Mtu mmoja akaniuliza, nilisema asubuhi, mtu mmoja akaniuliza, nilikuwa nimesimama hapo nje, akanifuata akaniambia, hivi hili ni jengo la kanisa? Yaani amesimama tu, alikuwa anaangalia jengo hivyo, akasema hili ni jengo la kanisa. Na bahati nzuri mimi mwenyewe nilikuwepo, nikamjibu nikamwambia ndio, ni jengo la kanisa. Akaniambia hili jengo ni gumzo huku mjini. Watu wanasema sijui watu wa Arabu sijui wamenunua, wanafanya sijui vitu gani, mara sijui nini. Kwa hiyo ni jengo la kanisa? Nikamwambia ndio, ni jengo la kanisa. Akaondoka tu, kila akienda ananiangalia nyuma hivi, kila akienda anaangalia nyuma hivi. Kwa sababu sikiliza, walitegemea tu jengo la kanisa lio limeenda hivi, alafu limekata kona, alafu limeenda hivi limekata kona, alafu limerudi hapa limekata kona, alafu hapa kuna kamlango na kamsalaba, pembeni yake kuna choo. Yaani ndio walitegemea hivyo. Mimi ni kuambia, watu waliookoka wana maarifa. Mgeukie jirani mwako mwambie uwezi kunimaliza, uwezi, mwambie. You can't finish me. Uwezi. Wewe kwa nini unaweza? Unayo nia ya Kristo. Come on, touch your head, shika kichwa chako. Sema kwa Kiingereza, sema I have the mind of Christ. Come on, repeat it one more time. Shika moyo, sema I have the mind of Christ. That is why you blow people's mind wherever you go. Yeah. Ndio maana kila mahali ukienda, mpaka watu wengine wanataka uondoke hiyo ofisi, manake wanaona kama wewe ndio unafanya bora kuliko wengine. Huyu amekuja kauzibe hapa. Nataka kuambia ila wewe usifanye hivyo. Imekuja tu akilini kwangu kwamba utaweka kibao kwenye t-shirt yako kwamba usiyemtaka amekuja. Usifanye hivyo. Usifanye hivyo. Na kuomba kwa jina la Bwana, usifanye hivyo. Gari yako isiandikwe tupate shida tukiwa tunasimama nyuma ya gari yako. Wewe wakaribishe, waambie kama mnataka maarifa nilionayo, muaminini Yesu Kristo.
awe Bwana na Mwokozi wa maisha yenu. Piga kelele, sema haleluya. Sema tena haleluya. Kwa nini tusimpe Yesu Kristo makofi? Nasema tumpe Yesu Kristo makofi. Nasema tumpe Yesu Kristo makofi. Tusimame tumpe stand innovation. Tumpe Yesu Kristo makofi. Jesus. Jesus. You deserve all the glory, all the praise, all the honor, glory and power. Jesus. Keti. Keti. Hallelujah. Unakumbuka Paulo na Sila walipomuomba Bwana, alafu gereza likatetemeshwa, minyororo ikakatika yenyewe, gereza likawa huru kila mtu nini. Baadaye yule askari anakuja na afikiri anakuta Paulo na Sila wametoroka. Akamwambia, dogo usio na wasiwasi, sisi tupo tu hapa. Hakuambia, wakaanza kujisifia, akamwambia tu muaminini na huyu Yesu na ninyi mtabadilishwa. Biblia inasema usiku ule ule jamaa akawapeleka nyumbani kwake, nyumba yake ikageuzwa na yeye akageuzwa. Na mimi nakutia moyo katika jina la Bwana. Bwana atafanya mambo ya kushangaza utakapoweka neno la Bwana kazini. Bwana atakushangaza utakapoweka neno la Bwana kazini. Watu wakikuuliza, usijisifu, usiseme mimi ni maarufu, usiseme mimi nina pesa, usiseme mimi nimesoma. Sema hivi, njoo kwa Yesu niliyemwamini na yeye atakusaidia, atayabadilisha maisha yako. Sema haleluya. Na mimi nakuambia katika jina la Bwana, anachotuwezesha Mungu kukifanya, kwa sababu wewe umepata neema kukua katika huduma kama hii. Anachotuwezesha Mungu kukifanya hapa Calvary, nenda kakifanye na huko nyumbani kwako. Sema amina kwa jina la Bwana. Nenda kakifanye na huko nyumbani kwako. Unaweza kuwa wa pekee ofisini kwako na wakauliza huyu wa mtu ametoka wapi. Unaweza kuwa wa pekee katika shule yako na watu wakauliza umetokea wapi. Unaweza kufanya project ya pekee ambayo ifanani na watu wengine. Mungu anatuweka shuleni, yanayotokea hapa yanaweza kutokea na nyumbani kwako. Na mimi natamka katika jina la Yesu, yatokee na nyumbani kwako, yatokee kwa watoto wako, yatokee katika kazi yako, yatokee katika shule yako, yatokee katika ndoa yako, yatokee kila mahali, mradi unamwamini Bwana. Sema hallelujah. Sema tena hallelujah. Kwa nini? You have the mind of Christ. Shika tena hapa, sema I have the mind of Christ. Sasa lazima kusikia kwako kuunganike na imani. Kumbuka, your hearing must be connected to faith. Lazima kusikia kwako kuunganike na imani. Biblia inasema imani huja kwa kufanya nini? Calvary Temple nauliza, imani huja kwa kufanya nini? Kwa kusikia. Unapoyaweka haya pamoja, gurudumu lako linazunguka kuelekea kutenda. Unapounganisha kusikia na imani, gurudumu lako linaanza kuzunguka kuelekea kutenda. When you put these two things together, hearing and faith, your will turn towards action. Kutakuwa na kitu kinakusukuma, kinakuambia nenda kajaribu hicho, nenda kafanye kile, nenda kajaribu kile. Ulikuwa unauza tenga moja, kuna kitu kinakuambia unaweza kuuza tenga mbili. Muamini Bwana. Kusikia na imani vimeunganika. Unashangaa unaongeza tenga la pili, alafu Bwana anamaliza. Alafu kuna kitu kinakuambia unaweza kuuza tenga tatu. Nazungumza na mtu mahali hapa. Bwana anakusaidia tena, unamaliza, unashangaa unaongozeka kutoka imani hata imani, lakini pia kutoka utukufu hata utukufu. Wanaomwamini Bwana waseme hallelujah. Mpe mwenzako high five, mwambie overflow.
Utakapokuwa mtendaji, utashangaa mambo yataanza kubadilika katika maisha yako. Unajua, mara nyingi unapojua kuwa mtendaji na kuanza kutenda neno la Bwana, unafahamu vitu vikibadilika na furaha nayo inaongezeka. Kweli au si kweli? Minja, ukifungua duka jipya, ukaliona jinsi ulivyoliweka, ukifika sana kafurana ukanaongeza, hata kama hujaongeza kuuza kitu, yani ile mabadiliko tu ya duka, kuna kafuraha ndani moyoni kanaongezeka. Na wangapi wanajua furaha ya Bwana ndiyo nguvu zetu? Oh glory, hallelujah. Namuona Bwana anakupa furaha zaidi. Nasema Bwana atafanya jambo kwako la mabadiliko ambalo litasababisha na jina lako libadilike. Ulikuwa huna jina unalotajwa kwa mtoto, Bwana atakupa jina utajwe kwa mtoto. Na itakapokuwa hivyo, Penina hatakuwa na sababu ya kuongea tena, lakini Bwana atakuwa amekupa wimbo mpya na wewe utaanza kumtukuza. Oyanda na mashika. Bwana akuongezee furaha katika jina la Yesu. Bwana akupe wimbo mpya katika jina la Yesu. Bwana asababishe jambo lifanyike kwako katika jina la Yesu. Neema mpya izaliwe kwako katika jina la Yesu. Kibali kipya kwa watoto wako katika jina la Yesu. Oh, I feel God in this place. Hallelujah. 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 Mambo machache ya kufanya, nimalizie. Mambo machache ya kufanya. Nini cha kufanya? Jambo la kwanza, wakati wote weka kazini kile unachokisikia kutoka kwenye neno la Mungu. Always actively apply what you hear from the word of God. Mara zote. Wajua ukiwa mchungaji, Mungu anakupa roho ya ubaba. Unapoangalia watu wako, unatamani kuwaona wanabadilishwa. Mungu anayabadilisha maisha yao. Na wakati mwingine ukiangalia, ukiona watu hawajapokea badiliko, inakufanya uendelee kumtafuta Mungu zaidi. Sometimes it gives you sleepless nights. Inakupa nyakati za usiku zisizo za kulala au kuamka mapema. Lakini nikuambie na nikuombe nikusaidie katika jina la Bwana, weka kazini kile unachokisikia kutoka katika neno la Mungu. Siko hapa kupiga kelele, nipo hapa kukupa neno linaloweza kuyabadilisha maisha yako. Kama unakubali, inua mkono wako, sema amina. Weka kazini sasa. Kesho Jumatatu nenda kaweke kazini. Hii ina maana weka fundisho la kimungu katika vitendo. Ishi unacho kikiri. Live what you confess. Live what you hear. Ishi unachokisikia. Sauti ya duniani ina nguvu sana, lakini nakuomba sauti ya Mungu iwe ina nguvu kuliko zingine zozote. Sema haleluya. Sema tena haleluya. Sauti ya Mungu iwe na nguvu kabisa. Dunia inapiga kelele kwa kila namna. Hata kwa habari ya taifa letu, dunia inapiga kila aina ya kelele kwa habari ya mwaka huu wa uchaguzi. Lakini nakuomba wewe usiunganike na wanaopiga kelele. Kaa mbele za Bwana, mwambie Bwana, I want to hear you about my country. Nataka nikusikie kwa habari ya taifa langu. Nataka sauti yako. Nataka useme nami. Weka fundisho la kimungu katika vitendo. Mgeukie tena huyo mtu, mwambie weka kazini unayoyasikia. Mwambie kwa msisitizo, weka kazini unayoyasikia. Jambo lingine ni utii katika matendo. Obedience in action. Utii katika matendo. Imani ya kweli si tu kujua neno linasema nini, lakini ni katika kuendelea kutii. Katika kuendelea kutii. Watu wengi wanajua sana neno linasema nini, na akisema mistari miwili ana scripture, mistari mitatu ana scripture. Sasa kujua sana hiyo haifai tu, lazima uweze kuhakikisha unatii hicho ambacho umekijua. Je, wewe ni mtii wa neno la Mungu?
Neno la Mungu linaposema na moyo wako, je, unatii? Imani ya kweli si tu kujua linasema nini neno, lakini ni kutii neno. Usitii leo alafu kesho ukaacha. Na kuomba katika jina la Bwana, mimi nakuombea endelea kutii tu. Mwingine anauliza mpaka lini? Mpaka kufa. Mwambie jirani yako, endelea kutii mpaka kufa. Yaani mpaka mwisho. Asitokee mtu yoyote katika jina la Yesu Kristo ambaye atakufanya ucompromise imani yako ya Kikristo, uache imani yako ya Kikristo ukaingia kwenye mavitu mengine ambayo hayafai, ili kwamba ujipatie tu hivyo vitu alafu urudi. Hapana, na kutia moyo katika jina la Bwana Yesu Kristo. Bwana hata kuaibisha. Neno la Mungu linasema wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni. Bwana atakusaidia, mkono wa Bwana utakuwa na wewe. Sema amina kwa Yesu. Piga kelele, sema amina kwa Yesu. Mtu asikuambie kwamba fanya hivi kidogo utoe kitu fulani alafu upate kaka kazi. Mwambie ninamwamini Yesu, kama kazi ni yangu nitaipata hata nisipotoa kitu, kwa sababu wewe unaendelea kutii tu neno la Bwana. Nasema wana Calvary, endelea kutii tu neno la Bwana. Nazungumza na mtu pale, endelea kutii tu neno la Bwana. Nazungumza na watumishi wa Bwana, endelea kutii tu neno la Bwana. Lakini jambo la mwisho, epuka kudanganyika. Epuka kudanganyika. Na wakati mwingine sio kudanganyika, kujidanganya. Si Biblia imesema pale? Pale katika mstari tuliousoma, mstari wa pale wa juu, anasema hivi, lakini iweni watendaji wa, semeni nyuma yangu, sema, lakini iweni watendaji wa neno, wala si wasikiaji tu, hali mkijidanganya nafsi zenu. Mgeukie huyo mtu wa Jumapili, mwambie, lakini uwe mtendaji wa neno, sio msikiaji tu, hali ukijidanganya nafsi yako. Do not merely listen to the word and so deceive yourself. Do what the word says. Fanya kile kitu neno inasema. Epuka kujidanganya. Usifike mahali ukafikiri mambo yanatokeaga tu. Kuamini kwamba kusikia kunatosha bila kutenda ni kujidanganya. Kuamini kwamba kusikia peke yake bila kutenda ni kujidanganya. Ni njia ambayo si sahihi ya kutafsiri neno la Mungu. Neno la Mungu linatufundisha tunaposikia, tunaposoma, tuende tukayatende haya ambayo Bwana anatupa kuyafanya. Nenda kayafanyie kazi. Na tunapoendelea kutembea na Mungu katika mwaka huu wa overflow, mimi ninamwamini Mungu. Usiogope. Tuko Septemba, bado Bwana atakushangaza kwa sababu ni Mungu mwaminifu. Weka mkono moyoni mwako, kusema, Mungu Baba, nishangaze. Na iwe kwako katika jina la Yesu Kristo. Bado Bwana hajamaliza na sisi. Muamini Mungu kwa overflow. Tuwe watendaji wa neno. Tusiridhike na kusikia tu jamani, kisha tusisimuke na kufurahi. Mimi nakuomba, nenda hatua ya pili. Fanya, weka kazini ulichokisikia. Weka kazini. Kama unakiri wewe ni Mkristo, ishi Ukristo. Mgeukie jirani yako, mwambie, mimi ni Mkristo. Mwambie kwa ushindi, kama unajua wewe kweli ni Mkristo, umeokoka, mwambie, mimi ni Mkristo. Sasa na wewe mtolee macho ya Jumapili, mwambie, sasa ishi Ukristo na wewe. Tusikiri kitu kimoja alafu tunafanya tofauti. Wewe kama ni Mkristo umeokoka na uko katika nyumba ya Mungu hapa, usiolewe na mtu ambaye hajaamini. Nirudie tena. Kama umeokoka na ni Mkristo na uko katika nyumba ya Bwana, usiolewe na mtu ambaye hajaamini. Siku za leo vitu vya ajabu sana. Mtu anachomoka tu wala haagi mtu yoyote. Tunashangaa tu ameshaolewa huko. Wazee wa kanisa naomba tuwe very careful na mambo kama haya. Mtu baadaye anarudi kwenye kanda, anarudi tu anasema, mwenzenu nilikuwa nimeenda tu huko, basi yamenitokea alionitokea, nimerudi mnipokee.
Hatuko namna hiyo. Kama wewe ni Mkristo na umeokoka, unampenda Yesu Kristo, na ninyi watu wa Kristo mliokoka, acheni kusindikiza vitu vilivyopinda ambavyo havimpi Bwana utukufu. Kama wewe umeokoka na unasimama na Bwana na uko katika nyumba ya Bwana, fanya mambo yako nuruni, fanya kama mtoto wa Mungu, nenda katika njia ya Bwana, leta ushuhuda wa Ukristo unaoishi. If you are a Christian, live like Christ. Sema amina kanisa la Bwana. Sema amina kanisa la Bwana. Kijana anapotea tu hatumuoni, mara tunaona anakuja na mtu amebeba mtoto. Ndio kanisa liko namna hiyo, watu wa Mungu? Hivi mimi niwaulize, wakina mzee Mpayo na mzee Kimaro, mama Linda hawa, wakina mzee Lazaro, mzee Kulola, kama ndo wangekuwa wametuongoza hivyo, leo tungekuwa tumefika hapa, watu wa Bwana. Hebu mtolee macho ndugu huyo. Mimi napenda kumtolee tu macho kwa sababu kuna watu wao waelewagi tu. Mtolee macho, mwambie tungefika hapa sisi. Tumerithi mambo yaliyojaa utukufu. Tusipunguze utukufu, tuuongeze utukufu. Ahadi ya Bwana ni kutoka utukufu hata utukufu. Wanaompenda Bwana Yesu waseme amina. Mwambie jirani yako, ishi Ukristo katika jina la Bwana. Na ukirudi umetoka huko na nini, mambo yanaanza kuwa ndio unakuja, unajua pastor you know, pastor you know, pastor you know, pastor you know, and pastor you know. Mimi I don't know. I don't know. Honestly, I don't know. I don't know. Kwanza usije. I don't know. Sikiliza. Hili ni kanisa la vizazi. Mgeukie jirani yako mwambie, this is a generational church. Nilikuwa nawaambia wamishinari waliokuja kutoka Korea, nikamwambia, this ministry has been here since 1959. Hii huduma imekuwa hapa tangu mwaka 1959. Jengo hili limewekwa wakfu mwaka 61. Hili la chini hapa ni sawa na hili tu, manake ndio muendelezo wake. It is the same thing. Yani kumekuwa na vijiti vinapasiwa. A pass on of baton since 1961 until today. Kijiti kisifike kwetu tukivunje. Mwambie mwenzako acha kuvunja kijiti. Na watoto wangu mlioko hapa kanisani, okokeni. Mnataka kuoa mpate nyumba zenu, okoka. Ndoa nzuri haitokei huko mbinguni, hapa. Okoka, mpe Yesu Kristo maisha yako hivi, maisha mazuri. Bwana akupe nyumba yako ya baraka. Sijasema kwamba ukiwa hivyo changamoto hazitatokea. Maisha ni kusolve changamoto, nimekuambia. Ukiwa na Bwana kuna vitu unaweza kujibu ambavyo mtu mwenye shule hawezi kujibu. Sema haleluya. Sema tena haleluya. Sijui kwa nini Roho Mtakatifu amenishikilia hapa. Lakini Bwana anataka tuishi maisha yanayompa yeye utukufu. Nilikuwa naongea na ndugu yangu mmoja, amekuja jana, tulikuwa na mke wangu anaitwa Hamisi, ameokoka, Muislamu, amempa Yesu Kristo maisha yake, akamleta na mke wake, alikuja kwenye Father's School. It was wonderful, ilikuwa nzuri. Sasa akawa ananiambia, mchungaji, ananielezea ushuhuda, ananiambia, yani mchungaji, mimi nashangaa. Kwa sababu kule kwenye group, kwenye vikundi vyetu tumewekwa kwenye meza. Kwa hiyo tumekaa kwenye vikundi. Anasema mimi kundi langu kulikuwa kuna madokta, kuna watu wana master's degree, kuna watu wana nini. Mimi pasta, ngoja nikutobolee, hata darasa la 7 sijamaliza. Lakini akasema, lakini pale kwenye meza, yani mawazo yangu ndio yalikuwa yanapokelewa kuliko ya watu wengine wote. Na yeye hiyo inamshangaza. Nasema Bwana atakushangaza na wewe. Nasema Bwana atakushangaza na wewe. Nasema Bwana atakushangaza na wewe. Bwana akushangaza Raymond. Bwana atawashangaza katika jina la Yesu. Oh my God, let me finish. Simama kwa miguu yako. Hallelujah. 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 Njooni watumishi wa Mungu. Hallelujah.
Sisi tunamwamini Mungu mtenda miujiza. Wangapi wanaamini miujiza? Wachungaji wangu njoni, na wazee wa kanisa njoni, watumishi wa Mungu njoni, tusimame hapa. Tunataka tuweke mkono juu ya mtu fulani ambaye anamwamini Mungu kwa muujiza mchana wa leo. Tumalizie hapo. Bwana akafanye, atafungua mlango. Hiyo scholarship itapatikana, akafanye, atakupa mume, atakupa watoto, atafanya, atakupa mke, ile nyumba Bwana Bwana atafanya. Mungu ni Mungu wa miujiza. Ni Mungu wa miujiza. Roho Mtakatifu anasisitiza, tulisema ushuhuda. Unajua wakati mwenyekiti wangu wa CMF na WWK wakapanga kutunulia gari hapa, wakati unakuja nataka kutia moyo, Bwana anafanya muujiza. Wakapanga kutunulia gari. Tukiwa kwenye mchakato huo wa kutaka kununuliwa gari, kijana wangu mmoja, tuko na mke wangu mezani nyumbani tunaongea, ananiambia, mchungaji, nitumie kitambulisho chako sasa hivi na namba yako ya TIN namba yako sasa hivi. Nikasema ni mambo gani haya yanataka kutokea? Nikamtumia. Kesho yake asubuhi ananichukua, ananipeleka CMC Motors. Ananinunulia gari ya zaidi ya mamilioni 170 sijui na 80 sijui na mamilioni. Ile pickup mnaniona naiendesha pale. Mambo ya ajabu ambayo mimi sikuwahi kuwaza katika maisha yangu kwamba nitaendeza a zero mileage car. Yule kijana akanunulia gari ile. Na magari na mengine na mengine. Nikuambie, we serve a miracle working God. Asubuhi mmoja wa walimu wetu wa Father School anaitwa mchungaji yule baba alipata saratani ya figo. Figo moja ikatolewa. Akapata saratani ya utumbo, sehemu ya utumbo ukakatwa. Akapata tena saratani ya utumbo mkubwa ambao unaenda kwenye choo, utumbo ukakatwa. Akapata shida ya kwenye mgongo, akafanyiwa operation ya mgongo. Lakini yule baba amekuja kwenye Father School, ana miaka 71 na anakimbia kama mtoto. Alafu uniambie Mungu atende miujiza. Mimi nakwambia Mungu anatenda miujiza. Piga kelele, sema amina. Wewe uliokuja hapa, you are the next online, ndio unafuata kutendewa katika jina la Yesu Kristo. Anza kuomba katika jina la Bwana. Watumishi wa Mungu, tuweke mikono yetu juu ya watu hao wa imani ambao wanamwamini Bwana kwa badiliko, wanamwamini Bwana kwa muujiza, wanamwamini Bwana kutokewa katika jina la Yesu. Omba, 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 omba. Tuombe watu wa Mungu, tuinue sauti zetu. Kanisa tuombe. Ndugu yako akifanikiwa, wewe umefanikiwa. Omba, omba. Akishinda ni wewe umeshinda. Katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunasimama ili watumishi waweze kumfikia, na mwingine ukishaombewa rudi ili aje mwingine. Twende kwa haraka kidogo katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakuamini kwa kuwa wewe ni Mungu mtenda miujiza. Tunaliweka neno lako kazini. Wewe unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kutoa. Namuombea baba huyu, namuombea mama huyu, namuombea kijana huyu, namuombea mtoto huyu. Asikate tamaa, asirudi nyuma, asishindwe, asidhoofu. Akuamini wewe, akuamini wewe kwa muujiza. Nami natamka katika jina la Bwana, pokea haja ya moyo wako. Bwana ageuze, Bwana ageuze magumu kuwa mepesi, mazito Bwana ayafanye kuwa mepesi. Upokee muujiza wako sasa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Pokea katika jina la Yesu neema ya Bwana ya kushinda. Uwezo wa Bwana uonekana kwako katika jina la Yesu Kristo. Neema juu ya neema, ushindi juu ya ushindi, kibali juu ya kibali, upenyo juu ya upenyo, nguvu juu ya nguvu, kwa jina la Bwana, kwa jina la Yesu. Uinuliwe sasa, utolewe kwenye udhaifu sasa, utolewe katika shida sasa. Bwana akuondoe katika kila ambacho kinaonekana kama kinakuletea usiku. Hilo blanketi litoke katika jina la Yesu Kristo.
in the mighty, I remove that veil in the name of Jesus, so that you may see clearly, ili uweze kuona sawa sawa, katika jina la Bwana, katika jina la Bwana. Ugeuzwe, ugeuzwe, nyumba yako igeuzwe, ugeuzwe, watoto wako wageuzwe, ugeuzwe, maisha yako yageuzwe, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Pokea neema, pokea neema, si ya kusikia tu, lakini ya kutenda unayoyasikia, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Uweza wa Bwana na nguvu za Bwana zionekane kwako, katika jina la Yesu. Pokea kwa imani, pokea kwa imani nguvu ya Bwana na uweza wa Bwana. Pokea kwa imani katika jina la Bwana. Bwana atafanya, Bwana atafuta machozi, Bwana ataondoa aibu, Bwana ataondoa katika jina la Yesu. Bwana ataondoa kuonewa, Bwana ataondoa kushindwa, Bwana ataondoa hali yoyote ya mzigo, Bwana ataondoa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ndio, 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 nasema Bwana atafanya, Bwana atafanya, Bwana atafanya kwenu, Bwana atafanya kwenu. Kwa Mungu haizuiliwi na chochote. Mungu anaweza akatenda, Mungu anaweza akafanya. Yeye ambaye alimsaidia Musa akiongoza wana wa Israeli ni Mungu huyo huyo, hajabadilika, 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 katika jina la Yesu. Pokea neema, pokea ushindi, pokea kibali, pokea kuponywa, pokea kuinuliwa, pokea kubarikiwa, katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Magumu yaondoke, huzuni iondoke, maunevu yaondoke, kushindwa kuondoke. Bwana atakutumia wewe kuleta badiliko katika nyumba yenu, katika jina la Yesu, kama vile ambavyo Bwana alimtumia Gideon akaharibu kila mahali pasipofaa, kama Bwana alivyomtumia Yosia akavunja kila mahali pa juu, ibada za sanamu za baba zake na babu zake. Bwana atakutumia na wewe. Wewe utauona ushindi wa Bwana, mkono wa Bwana utakuwa na wewe, kibali cha Bwana kitafunika maisha yako. Pokea, pokea, pokea kwa imani, pokea kwa imani, pokea kwa imani, pokea kwa imani, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Receive by faith, receive by faith, in the name of Jesus. Hallelujah. We glorify you, Jesus. We honor you, Jesus. We glorify you, Jesus. We honor you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Sema haufananishwi na chochote. Haufananishwi na kitu kingine. Sema kwa sauti. Simama kwa miguu yako tumalizie. Inua mkono wako mmoja juu. Hallelujah. Sema unafanya mambo ambayo unafanya wanadamu hawezi. Sema kwa sauti yako unatenda. Sema tena unafanya mambo unatoa faraja. Haufananishi. Sema tena haufananishi. Sema nyuma yangu, sema Mungu Baba, katika jina la Yesu Kristo nitakuwa mtendaji wa neno na sio msikiaji msaulifu. Kila kikwazo kilichonizuia nisitende neno leo hii, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu. Nami natamka njia yangu inafunguka kwa ishara, miujiza na maajabu. Nami natamka juma hili nitauona mkono wa Bwana. Shangilia kama unaelewa kinachoendelea. Hallelujah. Nasema mpe Bwana utukufu unaomstahili. Nasema mtukuze Mwokozi wako anayekuokoa.
anayekupa neema na uzima na ushindi. Hallelujah, in the name of Jesus. Mpe mwenzako high five, mwambie overflow. Naomba uketi. Hallelujah. Wakati naondoka hapa, naomba nikutie moyo. Wakati waimbaji wanakuja, mchungaji anakuja, mwezi wa 10 wote tunaufunika.